Asanteni. Kama mnavyofahamu, kwa majina naitwa Mchange Habibu Mchange. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha wanahabari watetezi wa rasilimali na taarifa, kwa kifupi MESIRA. Sisi kama kituo huru cha wachambuzi wa masuala ya jamii tumeona ni vyema tukazungumza na Watanzania kupitia ninyi wanahabari wenzetu, ili tuweke sawa baadhi ya vitu ambavyo ama kwa bahati mbaya au kwa makusudi vimekuwa vikipotoshwa na Watanzania wenzetu, ama wanaoitakia heri mema au wasioitakia heri mema. Mtafahamu nchi yetu imetoka kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na masuala kadhaa yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu, na mtafahamu, mnakumbuka jana anayefahamika kwa jina la John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, amezungumza, ametoa tamko, anasema kwa niaba ya chama chake, tamko ambalo limetufanya sisi tuzungumze kama MESIRA, tuzungumze na Watanzania. Kama Watanzania tuna wajibu wa kuambia wanasiasa, wawe wanachama wa chama cha Chadema, wawe wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wanachama wa ACT na vyama vyote vingine, kwamba taifa letu ni muhimu kuliko vyama vyao. Na kwa msiofahamu, mimi ninayezungumza hapa nimepata kuwa mwanachama wa Chadema, kwa nina vinasaba na Chadema. Kwa hiyo ninavyovisema hapa, nasema kwa maslahi ya Watanzania. Heche kwa makusudi huku au kwa bahati mbaya, jana amepotosha taifa na ametaka kurudisha taifa kwenye taharuki kwa kuzungumza masuala ambayo kwa mtu mwenye akili ukimsikiliza unaweza ukahoji utimamu wake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ameyasema Heche jana, ametutamanisha Watanzania kurudi kwenye ukoloni. Yaani amesema taifa letu lishikiliwe au liongozwe na mashirika ya kimataifa ya nje. Sisi Tanzania ambao tulipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961, tukaungana na Zanzibari miaka mitatu baadaye, leo tukabidhi uhuru wetu kwa wazungu watupangie namna ya kujiongoza, kana kwamba Heche wakati Mbowe na Lissu wanalumbana kutafuta uwenyekiti, wao walisalenda power kwa chama kingine au kwa watu wengine waongezee chama chao. Kwa hivyo, moja, tunakemea vikali mpango wowote wa viongozi wa kisiasa kutaka kuwarubuni Watanzania, kuwarudisha kwenye akili za kitumwa. Tumeshavuka huko. Afrika imepigania ukombozi wa Afrika. Nchi iliyoshiriki kuzikomboa nchi kama Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini, leo haiwezi, kiongozi wanajiita wa upinzani hawezi kutoka hadharani akashawishi taifa letu liuze uhuru wake kwa wazungu. Tutashirikiana na wazungu, tutashirikiana na mataifa mengine, tutashirikiana na mashirika ya kimataifa kwenye masuala yanayohusu mashirikiano. Kwa hiyo tumesema, nianze na hilo, tunakemea namna ambavyo wenzetu wanasiasa wapo tayari kuuza uhuru wa taifa letu ili wawe madarakani. Kwa hiyo la kwanza. La pili, pamoja na tuhuma zake
amesema uchaguzi wetu haukuwa halali, uchaguzi uliofanyika mwaka huu. Kiongozi wetu anayeongoza nchi saa hizi ni batili. Mimi nataka nimkumbushe tu ajue uhalali wa uchaguzi sio lazima Chadema washiriki. Uhalali wa uchaguzi hautokani, yani ushiriki wa Chadema sio SI unit ya kuhalalisha uchaguzi kwamba ulikuwa halali. Sisi tunafahamu Chadema walikataa wenyewe kushiriki uchaguzi. Sisi wa Tanzania tunapiga kura kwa waliokuja kugombea. Watanzania wa Njombe watachagua mbunge miongoni mwa vyama vya siasa vilivyogombea. Chadema wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi mpaka wapate mabadiliko wanayoyataka. Leo kwa sababu hujashiriki uchaguzi, wenzako vyama vingine vimeshiriki, Watanzania wameshiriki, unasema uchaguzi sio halali. Huwezi ukasema kiongozi aliyepatikana sio halali kwa sababu wewe hujashiriki. Mimi nina mfano. Heche sifa yake moja, historia yake, aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Heche, sisi tukiwa Chadema vijana tulimheshimu, japo ili Heche awe mwenyekiti wa vijana ilibidi mimi naizungumza nikatwe. Sio sijashiriki, nilishiriki nikakatwa ili Heche awe mwenyekiti wa vijana. Mimi nikamuunga mkono mtu mmoja kwa Mpamba, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono mtu mwingine Gerson Nyakalungu, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono Beni Sanane, naye akakatwa. Mwisho Heche akagombea na mtu yeye mwenyewe ukimwambia uligombea nani mwenyekiti wa vijana hamjui. Akashinda kwa 51%. Hatukuwahi kusema sio halali, kwa sababu taratibu na kanuni za chama zilitukataza sisi kufanya vitu kwa sababu tukatwe. Taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili. Si ndio? Wao wamesema ushiriki, utaki uchaguzi wala fomu usajili. Halafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, si uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya ili tuheshimiane. Ndio maana mimi na ubonge wangu huu naweza nikafika barabarani hapo trafiki mwembamba akanisimamisha, nasimama namsikiliza kwa sababu ya utaratibu, utawala wa kisheria. Sasa wewe mwenyekiti wako anaongea vitu vya kuvunja amani, anakamatwa, anapelekwa kushtakiwa, anashtakiwa wazi, kila mtu anaona. Alafu wewe leo unatoka unasema aachiwe huru. Yule kule Karatu kule mama mtoto wake kakamatwa kwa makosa na anashtakiwa, hana uwezo wa kupiga kelele, ataachiwa kwa njia gani? Tuviache vyombo tulivyoviamini viendelee na kazi. Halafu haiwezekani sisi tukishinda kesi mahakama ziko huru, Mungu atenda haki. Tukishindwa mahakama zinaingiliwa. Kwa leo tumesema tuzungumze na Watanzania wenzetu, tuwaambie hatupo tayari kuruhusu tena upotoshwaji unaofanywa na watu kama kina Heche. Heche mwenyewe amekuwa hapo alipo kwa sababu kanuni za chama chake zilifuatwa. Kanuni ya Chadema ilitaka mimi nikatwe, nilikubali kukatwa. Kanuni ya uchaguzi wa NEC imewataka Chadema wasaini, wamekataa. Wamesema washiriki. Halafu ngoma usioicheza usiingilie. Chadema wamesema hawataki kuhusu nini? Uchaguzi. Leo wangetokea watu walioshiriki uchaguzi, chama kilichoshiriki uchaguzi kinazungumzia manunguniko, tunaona sawa. Kwa hivyo tumesema tushirikiane na nyinyi tuwa